Sawa, hii ni part 2 sasa. Nilichokusudia ilikuwa kwenye hii video nitakayoongea sasa hivi, lakini ili ilikuwa ni muhimu vijana niwaeleze ukweli wao ili waelewe. Sasa hii ya pili, hii sehemu ya pili itaelezea zaidi kuhusu kwa nini mimi nakuwa na chichamaa. Kwa nini mimi sitaki mchezo watu wafanye mzaha. Kwa sababu gani? Dunia mpya isiyo na longolongo ndio imeanza kuingia. Kwa hiyo tunatakiwa tuende nayo sambamba. Labda hamwezi kunielewa nikizungumza hivyo, kwa sababu kama mtu unaangalia vizuri hali halisi ya mambo mbalimbali yanavyojitokeza duniani, utatambua kwamba kuna kitu fulani kama hakikuwepo miaka 5 iliyopita hivi, miaka 3 iliyopita hivi, hata kama mwaka mmoja uliopita hivi. Kuna mambo mengi sana yameanza kuwa yanajitokeza ambayo yalikuwa magumu sana kuyatambua siku za nyuma, lakini yanajitokeza tu. Mambo ambayo yalikuwa hayawezekani uyajue, yalikuwa yamefichwa, yanaanza siri zake kuja wazi. Hivyo ndio mabadiliko tunayozungumza ya dunia hapa. Ndio maana video zingine nimesema yale yote aliyokuwa yamefichwa yakawa chini ya meza au vunguni au usijui kwenye makona ya giza, sasa ni wakati wake ambao vinatakiwa vitu vyote visanuliwe, viwe wazi. Kwa sababu tunaingia kwenye uhalisia wa dunia ambayo itakuwa na uwazi wa kisawasawa. Wewe na longolongo zako na ujanja wako na utapele wako hautaweza kukusaidia kwenye hii dunia inayoingia sasa hivi. Kwa sababu kwa kufanya hivyo utakuwa unajikwamisha wewe mwenyewe, kwa sababu kila mmoja wapo kabla hujasema atakuwa amegundua kwamba wewe ni mwongo fulani na unakusudia kuja kumtapeli. Kwa hiyo itakuwa ngumu sana kung'ang'ania na hayo mawimbi ambayo unakwenda nayo, ambayo yako ngazi ya chini sana, yani low frequency. Na ukisema mawimbi ndio hizo frequency kwa wale wanaofahamu Kiingereza. Nikisema mawimbi na maanisha frequency kama zilivyo frequency za radio, kwa maana ya kwamba kama ilivyo mawimbi ya radio au mawimbi ya runinga, jinsi yanavyoweza kuwa hewani akafika kwenye runinga lako bila kutumia waya wote, kwa kuingia kwenye antena yako tu. Kwa hiyo na sisi mabadiliko tunayokuja nayo sio tu ya mazingira, na sisi wenyewe tunatakiwa tubadilike, na kubadilika kwetu tunatakiwa tuanze kuwaza wakati wote mambo katika vichwa vyetu, chakate dhamira njema. Yaani wewe usimfikirie mtu mwingine vibaya, wewe usifikirie kufanya mabaya, wewe usifikirie kabisa kuona mwenzio ni adui, wewe usifikirie kabisa kwamba wewe ni mjanja kuliko wengine, kwamba unaweza ukawazimazima tu hivi. Hiyo dunia inakwenda kutokomea. Ndio maana yeyote ambaye hatafuatilia mafundisho kama haya ili aweze kujua kitu gani kinaendelea na nini la kufanya, atajikuta anaachwa nyuma. Hata hiyo dunia mpya ikija sasa, ikikamilika, atajikuta hawezi hata akafiti vizuri. Yani atajikuta mgeni, atajikuta kama vile ni uchafu fulani, kwa sababu vitu anavyowaza viko vya ngazi ya chini sana, na uwezo alionao ni wa chini sana. Kumbe na yeye fursa hiyo anayo, kwa sababu sisi wote nishazungumza kwenye hizo video zilizopita kwamba tuna nguvu za uungu na tumeunganika na nafsi kuu. Yaani nafsi zetu hizi zimeunganika na nafsi kuu. Kwa nini naonyesha hapa? Hapa ndio liko nafsi, na haijawahi kutokea tafsiri nzuri. Nafikiri huku ni akili, ambayo kwa Kiingereza hii ndio spirit. Lakini ukiambiwa habari ya soul siku hiyo ukisikia mtu anazungumza kwa Kiingereza soul, anamaanisha akili iliyoko kwenye moyo. Sio ule moyo unaopasuruka ukaonekana, ule uhai ulioko pale kwenye moyo. Kuna vimelea yani ambayo ni cells kama 40,000 hivi ziko pale, ndio zinaendesha huo mfumo wa namna ya akili inavyoendeshwa kwenye moyo. Kule ndio kwenye soul. Hivyo hata wa madaktari hawezi kuona. Sasa sisi tunapata maelekezo yote kutoka kwenye akili ile. Akili ile ndio inachagua la kuleta lije lichakatwe.
Lakini shida inayokuja sisi, badala ya kuchakata yale yanayotoka kwenye ile soul, kwenye ile moyo, kwenye zile chembe chembe 40,000 zile ambazo zimetengenezwa katika kusense, yani kuhisi matakwa ya akili ya kuweza kuchakata yenye maana, ili kutimiza lile jambo linalokusudiwa litimizwe na huo mwili husika kwa wakati huu hapa duniani. Sisi matokeo yake tunaingiza mambo mengine ya nje. Unaanza kuingiza mambo ya kijiweni, unaanza kuingiza mambo ya kilevi, unaharibu akili, unakwenda zako unalewa, unavuta mabangi hivi, afu unakuwa ueleweki hivi, unapoteza uelekeo wa ile, na ile inapata tabu. Soul inapata tabu, inafanyaje hapa? Yanakuja yanatua, afu yanangojea tu, afu yakuta yachakatwe. Wewe unachakata matakataka ya ovyo ovyo tu. Sasa unategemea katika dunia ya namna hiyo, wewe utaishije? Hili ndio jambo ambalo sasa ndio nilikuwa nimekusudia leo nifanye video, lakini nikakumbuka hapana, kuna mauzauza vijana wanayafanya. Kabla sijawafundisha hili, wajue mauzauza kwamba watu kama sisi tunajua wanachokifanya, na tunajua kwa sababu tuko kwenye ngazi nyingine sasa hivi. Wewe nilikuwa nawaambia wakija hapa kwangu, naangalia kwenye geti wakati nawafungulia, na watizama, afu anambia wewe fundi, mbona umeletea vibaka leo? Anambia hapana, sio vibaka. Afu mimi nanyamaza kimya. Mwisho wa safari haifiki hata saa 5 nishawalopona, naambia bwana fundi, huyu mimi simtaki hapa, kwa sababu ni kibaka, hakuja kufanya kazi, bado anaonekana yupo tu. Unakuta mtu anataka saa nzima kaya anasikiliza simu, yani anaweza kufanya kazi kidogo, simu inampigia, inapigwa, anakaa anaongea dakika 10 nzima, alafu inakuja tena, akimalizika baada ya dakika 5 nyingine, alafu anachoongea kichwa kipuzi tu. Sasa nawauliza, kwa nini usimwambie bwana, saa hizi sio wakati wa kuongea, mimi niko kazini? Kwa sababu ni wale tu walioacha kijiweni ndio wanaoongea naye, na mwisho wa safari wanampiga mizinga tu, na yeye anawasikia, wanasema bado bwana, tujalipo hata kazi yenyewe mpaka jioni. Hala, ushikaji wa namna gani? Kwa hiyo dunia mpya inakuja namna hiyo, katika mitazamo yote. Hiyo mimi naizungumzia tu ni kwa mitazamo yote kwa ujumla wake. Popote unapofanya kazi, hapo unapoishi, inakuja dunia mpya. Kama mlidanganywa kwenye hivi vitabu kwamba New Earth, hiyo dunia mpya, Yerusalemu mpya, itakuwa katika namna nyingine. Namna yake ndio hii, ndugu zanguni, namna yenyewe ndio hii. Mafundisho huko yaliharibiwa. Zile jumbe muhimu zilizoletwa zimevurugwa ili kutuchelewesha. Walijua kutatokea siku, nyakati, kutakuwa na mabadiliko ya dunia ambayo hawawezi kuyazuia. Hawezi kuyazuia kabisa. 3i iko kwa hewani toka mwaka jana, sijui mwezi wa 7, sijui mwezi gani huko. Nyinyi mnatembea na hizo data, simu zina data, mnaangalia mambo ya betting, mambo ya umbea, mambo ya ovyo. Hamuangalii vitu muhimu kama hivyo. Ili trend sana, hata mwezi wa mwezi wa 7 mpaka imekwenda mpaka Februari hapo ilikuwa na trend. Nadhani mpaka sasa hivi bado ina trend. 3i ikiwa inawasumbua wanasayansi, inawasumbua hiki ni nini? Hii ni jiwe au ni kitu gani? Lakini baadaye wakakuta inabadilisha movement kule angani. Wala ule mfumo wetu wa nani wa mvutano wa hewa ule na wenyewe una kanuni zake, lakini lile jiwe likawa linaonekana yeye linakata kona tu mpaka linasogea kwenye jua, ambapo kitu chochote kinachosogea kwenye jua kinatakiwa kitupwe mbali. Ukisogea tu unasukumwa, unakwenda, hakisukumwi bwana. Kumbe ni 3i. 3i imekuja kwa ajili ya mabadiliko. Hizo anga mtambuka zingine nilivyokuwa nazungumza zina uhai. Zina uhai. Zishaona sisi tunatengeneza mabomu ya nyuklia hapa, ambayo kwa mfano ile ya Hiroshima waliona lile jambo mwaka 1945 mwezi Agosti tarehe 6 ile, waliona kivumbi kikitimtimu, ile ilikwenda ikafika. Madhara yake kuna mahewa fulani yalikwenda mpaka hizo anga zingine, wakaona huku na binadamu gani huku, au kuna wenzetu hao hovyo sana hao.
kwa sababu haya maanga mnayoona ambayo yameshikilia hizi sayari, kwa mfano mfumo wa jua, zilizaliwa, kuna mahali zilizaliwa, kuna wakati zilizaliwa, zilikuwa changa, na bado dunia ilikuwa bado changa, ishafanya mambo ya kipuuzi sana siku za nyuma vile vile. Ndio maana ukuta kuna mapiramidi. Yale mapiramidi usifikiri wamejenga mafarao, waliyakuta yale. Sasa angalieni sasa hivi kitu gani kinaelezwa kilicho chini ya ile simba ile sanamu la simba lina karibu kilomita 6 huko chini za mji huko chini kule. Watu wamekwenda wameangalia kwa kutumia vifaa maalum siku hizi. Na serikali ya Misri ilikuwa inalizuia sana hilo jambo kwa sababu ilikuwa ndio ujiko wenyewe. Waonekana watalii waje washangae pale. Na waonekane wao ndio waliojenga, eti farao waliojenga, sio? Kuna hizo starabu zingine, watu wa starabu wengine waliopita siku za nyuma wakafanya ujinga, muda wao ukapita. Ndio maana mengine unakuta yako chini ya bahari, mengine yako chini ya ardhi huko, yamefukiwa na udongo na mchanga. Ni miaka mingi, tunazungumza miaka mamilioni ya miaka. Kwa hiyo hii dunia na yenyewe imekuwa inakuwa pamoja na hilo jua na pamoja na hivi sayari zingine zimekuwa zikikua pamoja hivi, zinakwenda hivi. Sasa imefika mahali yanafika sasa mabadiliko, kwa sababu inakwenda hatua kwa hatua, inafika mabadiliko kwamba lazima tupate usaidizi wa ziada. Ndio hiyo 3i Atlas iliyoko hewani huko, na sasa hivi inapeleka signal ile mawimbi yake yanakuja duniani. Ndio maana sisi tunaeleza hivi vitu, unapoona vitu tunaeleza hivi. Sifikiri mimi soma kwenye kitabu, maono tu napewa, na kwa sababu ya frequency zangu mimi yanakuja tu. Sio, ndio maana mimi niko hapa kufanya kazi ya kuwaeleza nyinyi kwamba tunatakiwa sisi wote tuanze kuwaza msimamo huo, tuanze kuwaza mawazo mazuri, mawazo ya dhamira njema, sio mambo ya kufanya na hila na undava. Unafikiria wenzio vibaya. Nilishawaambia kwenye hizo video zingine, sisi wote ni wamoja. Sisi ni nafsi. Sisi sio haya makasha yaliyoko huku nje. Hili ni kama gari tu la kutuchukua hapa na pale katika hii dunia ya mwili. Huu mwili ni gari ya kutuchukua hapa na pale. Lakini ufalme wenyewe wa mbingu kuu uko ndani huko. Ndio huu unaofanya kazi. Ndio huu uhai. Ndio huu unaochakata na kuleta haya mambo. Wale wanaokaa karibu na mimi wanaelewa. Kama kuna mtu ananifahamu hapa mtaani popote ninapokaa mimi, kwa sababu wengine mnaoangalia hii mtaangalia kutoka mbali sana, lakini hao walioko hapo nje huko barabarani nini wanaonifahamu wanaelewa shughuli yangu mimi. Mimi mambo ya kipuzi sitaki, na wala mimi siendekezi mambo ya kijingajinga ya kupoteza muda na nini. Wanaelewa hilo jambo, na ndio maana hata waliokuwa kuja kufanya kazi hapa walipata hiyo la joto, kwa sababu mimi sitaki mzaha. Kwa sababu mimi sikaribishi makelele. Mimi na mambo muhimu ya kuchakata kwenye akili ili niweze kunena na kutenda katika namna ya dhamira njema, na dhamira ya kujenga, dhamira ya kusonga mbele. Kwa hiyo hilo nilitaka nilitambulishe rasmi kwenye hii video. Nikaanza na ile ya vijana, lakini hii ndio ilikuwa rasmi nitambulishe kwamba jamani, dunia mpya ndio inaanza kuingia, tayari imeshaanza kuingia. Na katika watu ambao tayari washaanza kubadilika, mimi mwenyewe naongea na wewe ndio mmoja wapo. Ndio maana hata haya nayoongea unaona kidogo kama ni mageni, na wale wanaonifahamu siku zote hapa nadhani wananiona niko tofauti, na ni kweli niko tofauti. Sasa kama kuna mtu anasema mimi huyu nilimjua toka miaka 10, sasa aniangalie vizuri safari hii, aniangalie vizuri afa naambia huyu mtu bado yuko vile vile au amebadilika. Sasa kule kubadilika ndio nataka na wewe ubadilike. Sio tukuone kama yule wa mwaka jana au wajuzi. Uanze kubadilika. Hii sio kwa mtu mmoja au watu fulani kwa upendeleo. Hii ni kwa ajili ya watu wote pamoja na wewe. Kwa hiyo anza leo kuzingatia hayo na anza kunifuatilia. Asante sana kwa kunisikiliza.